Mkuu wa wilaya Ngara mkoani Kagera Kanali Mathias Kahabi amewataka wananchi wa kijiji cha Nyamiaga kata Nyamiaga kutoa kero walizonazo ili ziweze kupatiwa ufumbuzi. Amesema hayo wakati wa mwendelezo wa mikutano ya kata na vijiji kwa lengo la kutatua kero zinazowakabili wananchi hao, hasa kwa kuambatana na idara husika ya kutatua changamoto hizo. Tuna utaratibu viongozi wa serikali ya wilaya kutembelea kata zote na vijiji. Tukimaliza kata 22 tutaanza vijiji, kijiji kwa kijiji. Sasa hivi kata kwa kata. Hii ni kata ya 7 leo. Tumeanza juu. Lazima tupite kata zote. Lengo kuu, kwa nini tunakuja kwa wananchi? Ni kusikiliza kero zenu wananchi. Serikali yenu iko karibu na wananchi, ni sisi ambao Mheshimiwa Rais ametuamini sana, na ndio maana tunakuja kwenu ndugu wananchi. Kwa hiyo kero zenu jamani, tunaziomba, ndo kura yetu sisi, ndo mishahara yetu. Kero zenu msikae huko mioyoni, mna manunguniko, mna changamoto, shida, matatizo. Unajiuliza, hii kero naipeleka wapi mimi? Ukateseka, uanza kufikiria mambo mengine ya ajabu ya hovyo. Tupo. Kuna za jamii, za community in general. Shida ya maji, kero ya umeme, barabara, shule tunazo, yawezekana hazina samani kwa maana ya furniture. Tupo, tuelezeni. Baadhi ya wananchi wamepata wasaa wa kuwasilisha kero zao mbele ya mkutano wa mkuu wa wilaya kijijini hapo. Asante Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Mimi kwa jina ni Mary Kajangwa. Nilisikia fursa ya umeme wa REA. Nilikimbia TANESCO, nikapokelewa. Ilikuwa tarehe 3 mwezi wa 4 2022. Wakanipokea, nikatoa hela ambazo ni 50,000. Nikasubi, wakaniambia kwamba watakuja waniwekee nguzo. Nilisubiria nikakosa. Walikuja kusaveli mara 2. Mara ya mwisho akaniuliza, kuna jirani mwingine hana umeme? Nikawaambia yupo jirani. Nilisubiria, sikufanikiwa. Mwezi jana ndio nikampigia Alesabeli ambaye ni kuna baba mmoja Magogwa. Magogwa akaniambiaje, sasa mama, meneja mwezi wa 4 sijui na staff, wewe kimbieni tena kaulize. Kwa msaada wa Mungu leo hii ningeenda. Bahati nzuri mheshimiwa diwani akasema kwamba leo mkuu wa wilaya anakuja kusikia kero za wananchi. Ndio nikasitisha kwenda. Mimi kero langu linahusiana na bima ya afya. Hapo nyuma tulikuwa tunakata bima ya afya ya watu 5. Kama una watoto 5 na unakuwa wa 6. Mimi niliwahi kuikata kabisa, lakini cha kushangaza nilikuwa naenda hospitalini Nyamiaga, napewa Panadol tu, dawa nyingine wanakuambia ati nenda ununue. Sasa unajiuliza hiyo bima uliyoikata ni bima ya nini sasa? Sasa nimesikia leo kwamba bima ni kwa kila mtu 25,000 na bado sijaelewa. Kwa mfano nina familia ya watu 5. Je, hiyo 25,000 ni kwa ajili ya familia au ni kwa ajili ya kichwa cha mtu mmoja? Mwananchi wa Nterungwe kijijini. Kero yangu, jiografia ya Nterungwe ni kubwa, hususan kufuata huduma ya afya. Tunashukuru wizara imetupa kituo cha afya pale zahanati, lakini kile kituo wanafanya kazi mpaka saa 9 wanaondoka, na magonjwa hayana hodi kwamba unaugua saa ngapi. Wengine anaugua saa 10 kuendelea mpaka usiku.
Sasa swali langu, wizara ina mpango gani kujenga nyumba za waganga ili wananchi tunaotokea kule mbali kabisa kitongoji cha Songambele kupata huduma hata usiku pale ambapo tumepatwa na tatizo la magonjwa? Baadhi ya wataalamu walikuwa na majibu haya ya kusema. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni ile ya idadi ya watu. Nilitoa mfano wa watu 6 kwenda mtu mmoja. Tukasema watu 6 ni shilingi ngapi? 1,500,000. Kwa hiyo yule aliyeuliza swali, wale unaweza ukawa na ndugu zako ili mradi mtimie watu wangapi? 6. Na watu 6 inakuwa ni shilingi ngapi? 1,150,000. Sio lazima muwe ndugu. Hata mkijikusanya rafiki na ndugu na jamaa, mkafika watu 6, mnaruhusiwa kuianzisha hiyo bima. Swali lingine lilikuwa ni ya level. Ameuliza kaka yangu pale. Kwa utaratibu wa bima unaowekwa, unatakiwa uanzie chini kwenda juu, iwe ni rufaa. Kwa hiyo kwa bima ya watu wote bado naona mifumo haijafunguliwa vizuri, lakini kwa kawaida unatakiwa uanzie chini kwenda juu. Lakini hata mimi nimeshaanza kuliona hii changamoto, na sisi tumeshaiona. Tunajaribu kushauri serikali kuona jinsi ya kurekebisha. Kwa mfano, ili uanzie chini lazima utoke hapa uende wapi? Terungwe. Alafu wakikuingiza wakuwekee rufaa, maana yake ni mfumo ukuruhusu kupokelewa hospitali ya wilaya. Usiende hospitali ya wilaya moja kwa moja. Kwa hiyo hii pia ni changamoto ambayo tunajaribu jinsi ya kuiangalia na kuisolve. Lakini tunatakiwa tuishauri Wizara ya Afya kuona jinsi ya kuirekebisha. Kwa mfano, sasa hivi bima kwa watu wote, serikali imeona ianze kuwafadhili wazee, na imeanza na awamu ya kwanza. Wiki ijayo inaingia awamu ya pili. System ipo nchi nzima. Ukiwaona Nyamiaga wapo na Biharamulo, wapo na Karagwe na maeneo mengine yote, na ule mfumo wanatakiwa wauruhusu kwa mtu mmoja mmoja kupokelewa baada ya kupigwa picha na taarifa zako kuingia, kama tunavyofanya na watu wa NIDA. Ili NIDA yako iweze kukamilika, lazima ianzie huku iingizwe, mwisho wa siku watu wa mwisho wa juu wa verify na kuruhusu. Kwa hiyo process zinaenda taratibu. Hiyo pia tumekutana na wazee ambao wamefika ikaonekana ni changamoto. Tunachokifanya tunakutibu na kuandika pembeni, ila hatutaingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo bado kuna changamoto ya marekebisho na usajili. Swala la kufanya kazi masaa 24, ni kweli Nterungwe hakuna nyumba za watumishi za kuishi. Nafikiri hata za kupanga. Hajarobo wapanga yemu. Sasa mtusaidie fursa ya kwanza, mjenge nyumba ili tuwalazimishe watumishi wetu wapange pale. Maana yake wenyewe kujenga wanaweza wakaogopa wakasema hatuna hela. Ila hiyo ni fursa. Sehemu ambazo hatujawa na nyumba za watumishi, wale waliojenga nyumba watu wamekodi. Hawezi kutuambia kwamba haishi pale wakati kuna nyumba za kukodi. Hata tunaoishi Nyamiaga tumekodi kwa watu tunaishi. Kwa hiyo tunaweka changamoto pale hamna nyumba. Siwezi kuwaahidi leo kwamba kesho watakuwepo masaa 24. Lakini kwa lile swali lilishafanywa kazi. Wizara imetuomba vituo vyote ambavyo vimekamilika havina nyumba za watumishi, na tayari wameweka budget kwa ajili ya kuanzisha ujenzi wa nyumba za watumishi. Haitaisha haraka kesho, maanake ujenzi si taratibu jamani. Lakini Nterungwe ipo kwenye idadi ya vituo ambavyo serikali imetuomba ili tuweze kuikabidhi wajenge nyumba za watumishi. Kuna hoja mkuu wa wilaya imekuja kule, mleta hoja hakupenda kuileta hapa. Kuna taarifa za mama wajawazito kutozwa hela. Ni kweli si kweli? Mnapewa risiti? Mnatoa rushwa? TAKUKURU yuko hapa. Hiyo ni rushwa. Nyinyi mnaotoa hiyo hela na yule anayepokea hela ni wala rushwa wote. Unatoaje hela bila risiti? Hili swala tunalitangaza kila siku. Usitoe hela bila kupewa risiti. Huo ni ujanja wa mtumishi, na sisi tunamtafuta. Hatuwezi kumpata bila wewe kumsema ukiwa pale. Kuna namba za mganga mkuu, kuna namba za mganga wa hospitali ya Nyamiaga, kuna namba za matroni, na TAKUKURU ameshasema tutoe taarifa
Ukija kumwambia mkuu wa wilaya hapa, unamchonganisha na unamuonea, wakati pale pale utakiwa ujue nimemupa mujisha. Upige simu TAKUKURU, upige simu kwa mkuu wa wilaya, upige simu kwa mganga mkuu, upige simu kwa mganga mfawizi wa kituo. Nonenga wakweli soke tuwafashe guti. Yani wewe utowe, ujikalie kimya, usubiri mkuu wa wilaya aje kwenye kikao. Ngo mimi nalipa hela jamani. Mbona mnavyotuharibia? Sasa ni washauri. Hela yoyote isiyo na risiti ni rushwa. Na hata kama mtu anakuomba, fanya utaratibu pale, kuna simu zote tumeziweka ziko wazi. Piga simu. Au wewe ukiona kwamba nisipotoa tapata matatizo, toa, alafu endelea na utaratibu wa kutoa taarifa. Na kama kuna mtu hapa alitoa hiyo hela, akupewa risiti, anamfahamu huyo mtu, mkuu wa wilaya, mimi naomba aseme hapa, aje niorozeshe, na kesho atoe Nyamiaga, hela utarudishiwa. Hela utafanya nini? Mimi nitakaa pale nyuma, wewe pita huku, wakati anaendelea kujibu hoja andika jina. Kesho asubuhi mkuu wa wilaya na kuapia. Haki ya Mungu warahi mama nyene kukitanda. Cha msingi ujue ulimupa nani. Unatakiwa umtafute fundi au mkandarasi anayetambulika na EWURA ili afanye inspection ya wiring yako na atume taarifa za wiring. Sasa kwa nini nimesema changamoto ijitokeza hapa ni sawa na changamoto iliyokopo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sawa na changamoto iliyokopo kata ya Kirusha. Wakati tuko kwenye mkutano, mtumishi mmoja alisema kwamba shule ya sekondari kata ya Kirusha imeshafanya maombi ya umeme na imepewa control number. Kumbe ile control number ni risiti ya EFD alopewa na mkandarasi kama tozo ya kuinspect nyumba yake. Sijui tunaelewana? Ndio. Malipo ya TANESCO, malipo kupitia TANESCO na kupitia REA, unalipa kupitia control number. Sasa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, hii ya mama yangu Mary hapa sio control number. Hii ni risiti ambayo alimpa mkandarasi baada ya kufanya inspection ya wiring yake. Na hata ile changamoto ya Kirusha, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tulipokea na maombi tumepeleka mbele baada ya kuona kwamba ile ilikuwa ni risiti tu ya mkandarasi. Kwa sasa ndugu zangu wananchi, tunaposema ili kulipa huduma lazima upewe nini? Control number. Uendi kumpa mtu hela mkononi, ila mkandarasi huyu unamlipa hela mkononi kwa sababu mkandarasi sio serikali. Sawa ndugu zangu? Huduma zote za TANESCO, REA baada ya kupewa control number ndio unalipia kwenye nini? Kwenye control number. Unaenda kwa wakala au kama una pesa kwenye simu unalipia mwenyewe moja kwa moja. Sasa nirudi kwenye agenda ya msingi ambayo mama changamoto yake. Nimeulizia Mheshimiwa mkuu wa wilaya kutoka alipo mama Mary mpaka kwenye mwisho wa nguzo ni wastani wa nguzo 2 mpaka nguzo 3. Na TANESCO haishauri wateja wa vijijini kuchangia gharama za nguzo. Tunashauri wateja na wananchi wasubirie miradi ya umeme, miradi ya kusogeza miundombinu ya umeme ifike karibu na kwako. Ukiona nguzo imefika karibu na kwako, wewe ni mteja wa kijijini, ndio uombe kuunganishiwa umeme. Na hata ikitokea mimi hapa niko zangu hapa Nyamiaga, nina uwezo, nimejenga nyumba nzuri, nimejenga nyumba kali, nataka kuunganishiwa umeme. Nyamiaga hapa tofauti na Ngara mjini, control number inakuja ya 27. Lakini mimi wewe mwenye uwezo, nikienda TANESCO nikisema nataka mniunganishie umeme, mimi nina uwezo wa kulipa nguzo 2 700,000. Sisi TANESCO tutamwambia hapana. Andika barua kukiri kwamba nimekubali kuchangia gharama za nguzo hizo 700,000 nikiwa Ruganzo, nikiwa Kumtana, nikiwa Nyamiaga. Kwa sababu gani tunamwandikisha barua? Kukwepa kesi ama faili kutoka kwa wateja. Mwongozo wa TANESCO unafanya kazi kupitia EWURA. Na EWURA washasema wateja wa vijijini waunganishwe umeme kwa shilingi 27,000. Kwa hiyo ombi langu kwa Mheshimiwa diwani, ombi langu kwa wananchi na ombi langu kwa baadhi ya viongozi ni kwamba mama tunamshauri asubirie miundombinu ifike. Na ndugu zangu, ili shirika licha ya kuwa ni la serikali, ili shirika pia linajiendesha kibiashara.
Hili shirika pia linajiendesha kibiashara. Unaponunua umeme wewe, sawa, unafanya TANESCO hiyo iendelee kuwepo na kuwepo. Lakini kuna huduma nyingine serikali inaweka ruzuku, ikiwemo kusambaza umeme vijijini. Serikali inaposema tunamuunganisha mteja umeme vijijini kwa 27, haina maana ya kwamba nyaya zile, mita yenyewe pamoja na remote gharama zake zote ni 27. Kuna pesa nyingine serikali imetoa kuwapa pesa REA na TANESCO ili waweze kufanikisha hilo. Na ndio maana unaona inapoharibika mita, mteja hatakiwi kuchangia gharama yoyote. Mfano, hawa ndugu zetu hapa Nyamiaga Sako samani nimeambiwa wamefilisika. Mita yao inapoharibika, ile mita inapoharibika, mteja hatakiwi kutoa gharama yoyote katika kubadilishiwa mita. Lakini inapoharibika remote kwa sababu iko kwenye uangalizi wa mteja na sio TANESCO, mteja anatakiwa alipie shilingi 80,000. Sasa utaona kuchangia gharama ya remote shilingi 80,000 na wakati wewe huyo uliunganishiwa umeme vijijini kwa shilingi 27,000. Kwa ndugu zangu ambao mko mbali na miundombinu ya umeme, tusubirie, miradi inakuja mingi. Mwaka huu wa fedha 25-26 tulikuwa tuna miradi miwili kama sio mitatu ya REA, mradi wa vitongoji 54 ambao ni mradi wa vitongoji 99 majimbo yote Tanzania bara, na pia tulikuwa tuna mradi wa vitongoji 15 kila jimbo Tanzania bara. Lakini tuna miradi mingine ya ujazilizi, tuna miradi ya ndani ya TANESCO. Kwa hiyo tunaomba uvumilivu wenu wananchi wa Nyamiaga, miradi ipo inakuja na kila kitongoji kitasogezewa umeme, na ambaye hayuko karibu na nguzo itamfikia karibu yake. Naomba kuwasili. Nikiripoti kutoka kijiji cha Nyamiaga wilayani Ngara mkoani Kagera, mimi ni Ayubu Amosi, Dar es Salaam Tanzania TV, na nyuma ya kamera Ganji Mashaka. Asante.